Kama wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu Mwalimu Mache Sungunu kwa jina maarufu Gohe mwenye umri wa miaka 41 kifungo cha miaka 30 jela. Ni baada ya kumkuta na hatia ya kumbaka mtoto wa miaka 13 mwenye ulemavu wa kusikia yani kiziwi. Hukumu hiyo imesomwa mnamo tarehe 8 Aprili mwaka 2025 na hakimu mfawizi wa mahakama hiyo Ndeko Deston Ndeko. Kwa mjibu wa hakimu Ndeko, mshtakiwa alitenda kosa hilo katika kesi hiyo ya jinai namba 29/4/2025 kinyume na vifungo namba 130(1)(2) namba 130(1)(1) vya kanuni ya adabu sura ya 16 marejeo mwaka 2022. Baada ya kupitia vifungo vya sheria na kujiridhisha kwa mashahidi aliyowasilisha na upande wa jamhuri ambao haukuacha chaka lolote, na hivyo mahakama hiyo imeweza kumkuta na hatia ya kumbaka kigori mwenye umri wa miaka 13. Jina lake limehifadhiwa, alisema hakimu huyo. Kwa mjibu wa hati ya mashtaka, mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2025 katika kijiji cha Nyambui kilichopo ndani ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza. Mwashiriwa mwenye ulemavu wa kusikia na kuongea. Vile mwendesha mashtaka wa serikali Juma Kapala amesema mahakamani hapo kuwa mtuhumiwa alifikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama hiyo tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2025 na kusomewa shtaka la kubaka, ambapo mtuhumiwa alikana kutenda kosa hilo. Upande wa mashtaka ulileta mashahidi 5 wakiwemo muhanga nchini wa kutafsiri lugha za alama na ishara kutoka kwa mwalimu na mtaalamu wa lugha za ishara. Aidha, mshtakiwa baada ya kusomewa hukumu hii alitakiwa kujitetea, kwa nini asipewe adhabu kali, hali iliyompelekea mshtakiwa kuiomba mahakama kwa kuwa umri wake ni mkubwa na kuomba kama atapewa adhabu kali atafia gerezani. Hata hivyo, Deston Ndeko alitupilia mbali ombi hilo na kumhukumu miaka 30 jela ili iwe fundisho kwa wengine. Mimi nimekufahamisha kupitia Marechal TV. Wewe una maoni gani kuhusiana na hiki kinachoendelea huko Mwanza? Mimi ni @optionred_255 na hii hapa ni Marechal TV. Ila usisahau kusubscribe, like, dondosha comment, pia share hii video kwa marafiki zako, kwa mashikaji zako na watu ambao unaweza kaona inaweza ikawa muhimu kwao.